Ahadi ya kweli ya 4, wimbi la 83. Iran yapiga ngome za Marekani, Israeli kwa makombora ya kisasa na ndege zisizo na rubani. Kikosi cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kimetangaza utekelezaji wa wimbi la 83 la operesheni Ahadi ya kweli ya 4 siku ya Ijumaa, kikilenga vituo muhimu vya kijeshi vya Marekani na Israeli kote kwenye eneo la Asia Magharibi kwa makombora na ndege zisizo na rubani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na idara ya uhusiano wa umma IRGC, operesheni hiyo imetekelezwa kwa niaba ya watu wema wa ukanda wa kusini mwa nchi kaskazini mwa Ghuba ya Uajemi na imefanyika kwa kauli mbiu takatifu ya Aba Abdillahi al-Hussein. Mashambulizi hayo yamelenga vituo na ngome mbalimbali za kimkakati zinazomilikiwa na vikosi vya majeshi ya Marekani na utawala wa Kizayuni. Miongoni mwa shabaha zilizolengwa kwenye wimbi la sasa la operesheni Ahadi ya kweli ya 4 yalikuwa matangi ya kuhifadhia mafuta na ghala la mafuta huko Ashdod, makazi ya wanajeshi wa Israeli kwenye kitongoji cha Mudin na kituo cha kubadilishana taarifa cha jeshi la Marekani kwenye kanda ya Asia Magharibi. IRGC pia imeshambulia kambi za kijeshi za Marekani huko Al-Dhafra, Umoja wa Falme wa Kiarabu na Al-Udeir nchini Qatar, pamoja na maeneo ya matengenezo na uhifadhi wa ndege za usafiri na ndege zisizo na rubani katika kambi ya anga ya Al-Salem nchini Kuwait. IRGC pia imelenga matangi ya mafuta ya ndege za kivita na ndege za vikosi vya majeshi ya Marekani pamoja na eneo la matengenezo na ukarabati wa mfumo wa makombora Patriot kwenye kituo cha Sheikh Issa huko Bahrain. Taarifa ya IRGC imeeleza kuwa operesheni hiyo ilitumia mseto wa silaha za kisasa, ikiwa ni pamoja na mifumo ya makombora ya masafa marefu na ya kati, makombora yanayotumia fuel, mango na ya kimiminika, uwezo wa kushambulia kwa usahihi, pamoja na ndege zisizo na rubani za kamikaze. Taarifa ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu imeongeza kuwa mashambulizi haya ya kulipiza kisasi yamefanyika kwa mafanikio kamili kwa baraka zake Mwenyezi Mungu. Katika taarifa yake, IRGC iliangazia athari za operesheni ya sasa kwa maisha ya kila siku kwa walowezi wa Israeli, ikibainisha kwamba maisha yanayoambatana na ving'ora na kufungwa kwa muda mrefu katika maandaki ya chini ya ardhi yamekuwa utaratibu wa kila siku wa Wazayuni. IRGC ilihitimisha kwa onyo kali: kama tulivyosema, tutawapata na kwa matakwa ya Mungu tutawalipa jazaa kwa matendo yenu maovu. Mwisho wa kuanukuu. Lakini siku ya Jumamosi pia idara ya mahusiano ya umma ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu imetangaza kuwa meli kadhaa za kivita za jeshi la Marekani zimezamishwa majini na idadi kubwa ya wanajeshi kuuawa kwenye wimbi la 84 la operesheni Ahadi ya kweli ya 4. Taarifa ya idara ya mahusiano ya umma ya IRGC imesema kufuatia wimbi la 84 la operesheni Ahadi ya kweli ya 4 iliyofanyika kwa jina la msimbo la Yaman huwa Shadidul Ikab, jeshi la wanamaji la IRGC limefanya shambulio mseto dhidi ya magaidi wa Kizayuni na Kimarekani katika bandari ya Al-Shuyuk na pwani ya bandari ya Dubai na kulenga kwa usahihi wanajeshi wa Marekani waliokuwa wamekata tamaa na zana zao za kimkakati. Meli 6 za kivita za Marekani za LOCU zimepigwa katika bandari ya Al-Shuyuk kwenye operesheni hiyo iliyofanywa kwa kutumia makombora ballistic na yale ya cruise aina ya Kadri 350. Kwa mujibu wa ripoti za uwanjani, meli 3 kati ya hizo za kivita zimezamishwa baada ya kupigwa na zingine zinateketea kwa moto. Wakati huo jeshi la Iran limetekeleza operesheni dhidi ya vituo vya mkusanyiko wa maafisa wa jeshi la Marekani kwa kitengo cha ndege zisizo na rubani kwenye ufukwe wa mojawapo ya hoteli huko Dubai kwa kutumia ndege zisizo na rubani na kusababisha hasara kwenye vituo hivyo. Katika operesheni hiyo, meli za kivita zimezamishwa baharini na idadi kubwa ya magaidi wa Marekani wameuawa. Tulikuwa tumesema hapo awali kwamba tutakusakeni popote muendapo na kukutieni adabu, imesema taarifa hiyo ya IRGC. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile kamanda wa kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ametoa matamshi ya kujibu mashambulizi ya adui Marekani na Mzayuni dhidi ya miundombinu ya Iran. Brigedia Jenerali Said Majid Musavi, kamanda wa kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X kuhusu mashambulizi ya adui Mzayuni wa Marekani dhidi ya miundombinu ya Iran na kusema, mlitujaribu mara moja kabla ya hapa, dunia imeona tena namna nyinyi wenyewe mlivyoanza kuchezea moto na kushambulia miundombinu. Brigedia Jenerali Said Majid Musavi ameandika kwenye ukurasa wake wa mtandaoni kwamba wakati huu mlinganyo hautakuwa tena wa jicho kwa jicho, subirini. Amesema wafanyakazi wa makampuni ya viwanda yenye mfungamano wa Marekani na utawala wa Kizayuni wanapaswa kuondoka mara moja mahala pa kazi zao ili kuepusha maisha yao kutumbukia hatarini. Wakati huo huo, Brigedia Jenerali
Abolfazl Shekarchi, msemaji mkuu wa jeshi la Iran, amewataka maadui wajitenge na washauri wao wa Hollywood na kukubali ukweli wa mambo katika medani ya vita. Brigedia Jenerali Abolfazl Shekarchi ameionya Marekani na utawala wa Kizayuni kwa kusema Iran ina nguvu na ndiyo mshindi katika uwanja wa vita, na nchi iliyoshinda ndiyo huweka masharti ya kuhitimisha vita, na bila shaka maadui wa Iran ya Kiislamu watalazimika kuyakubali. Amesisitiza kwamba mmediriki uwezo wa vikosi vya jeshi na wa taifa kubwa la Iran katika uwanja huo, hivyo ni bora mjirudi na muache kuota ndoto, jitengeni na washauri wenu wa Hollywood na mkubali ukweli wa mambo, amesema Jenerali Shekarchi. Vile waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema mauaji ya wanafunzi katika shule ya Minab yaliyofanywa na Marekani na Israeli ni sehemu ndogo tu ya uhalifu wa kivita unaofanywa na muungano wa kijeshi wa tawala hizo mbili. Said Abbas Araghchi ametoa kauli hiyo kwenye kikao cha dharura cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa siku ya Ijumaa. Kikao hicho kimeitishwa kujadili shambulio la kigaidi la Marekani na Israeli dhidi ya shule ya msingi ya Shajara Taibe katika mji wa Minab kusini mwa Iran, lililoua kikatili wanafunzi na walimu 175 tarehe 28 Februari. Araghchi amesema Iran leo inajikuta katikati ya hii dhiki kutokana na vita haramu vilivyolazimishwa na tawala mbili zenye silaha za nyuklia na tabia ya ubabe, yaani Marekani na Israeli. Vile kujiuzulu kwa Joe Kent kunasema mengi. Katika chapisho la mtandao wa kijamii siku ya Jumanne tarehe 17 Machi, Joe Kent alitangaza kwamba amejiuzulu kama mkurugenzi wa kituo cha kitaifa cha kupambana na ugaidi cha Marekani kwa lengo la kupinga uamuzi wa utawala wa Donald Trump wa kujiunga na Israeli katika vita dhidi ya Iran. Kent alikiri wazi kwamba Marekani ilisukumwa kwenye vita dhidi ya Iran chini ya mashinikizo na ushawishi wa Israeli. Alisema dhamiri yake ilikuwa imefarijika kwa kuacha wadhifa wake huo. Ukweli kwamba marais wote wa Marekani na hasa aliye madarakani hivi sasa Donald Trump pamoja na wabunge wa nchi hiyo wako chini ya ushawishi mkubwa wa Israeli ni siri iliyo wazi. Pamoja na hayo, lakini Kent ameanika wazi kina cha ushawishi huo wa Israeli nchini Marekani kiasi kwamba inaweza kuwashinikiza watawala wa Marekani na kuwachochea waanzishe vita dhidi ya nchi nyingine huru bila sababu yote halali na ya msingi. Amethibitisha katika barua yake ya kujiuzulu kuwa Iran haikuwa tishio lolote la karibuni kwa Marekani. Katika muda wa miezi 9 tu, Israeli imewalaghai watawala wa Marekani kushiriki katika vita viwili dhidi ya Iran, vya kwanza vikiwa ni vya Juni 2025 na hivi vinavyoendelea sasa vilivyoanza Februari 28. Hata hivyo, wakati huu Marekani inashiriki kamilifu katika vita dhidi ya Iran, ambapo imetuma meli zake mbili kubwa zaidi za kubeba ndege za kivita katika maji ya eneo na nyingine bado ziko njiani. Isitoshe, imetuma mamia ya ndege za kivita za kisasa kabisa ambazo hadi sasa zimefanya maelfu ya mashambulizi nchini Iran. Pia inatumia vituo vya anga katika baadhi ya nchi za Ulaya na Kiarabu kushambulia Iran kwa kutumia ndege aina B-1, B-2 na B-52. Matamshi ya Kent kuhusu uchokozi wa Marekani dhidi ya Iran yako wazi kiasi kwamba hayahitaji ufafanuzi wowote. Wataalamu wawili mashuhuri wa masuala ya kisiasa wa Marekani, John na Stephen Walt, wamefafanua kwenye kitabu kuhusu ushawishi mkubwa ilionao Israeli kwa wafanya maamuzi wa Marekani. Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, amekuwa akifanya safari za haraka mjini Washington kila mara Iran na Marekani zinapofanya juhudi za kidiplomasia kwa ajili ya kutatua matatizo yaliyopo kuhusu mpango wa nyuklia wa Teheran. Netanyahu alitumia juhudi zake zote kumchochea Trump ajiondoe kwenye mapatano muhimu ya nyuklia ya Iran yanayojulikana kama mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja JCPOA mwaka 2018, ambao ulitiwa saini wakati wa urais wa Barack Obama Julai 2015. Kuanzia wakati huo, Netanyahu amekuwa akimtumia Trump kama rais wa Marekani mlegevu zaidi katika kuendeleza njama za utawala wa Kizayuni dhidi ya eneo la Mashariki ya Kati. Ni kwa sababu hii ndiyo maana akamuita Trump kuwa rafiki mzuri na bora zaidi wa Israeli. Utumwa wa kupindukia wa Trump kwa utawala wa Israeli umewakasirisha raia na maafisa wa Marekani akiwemo Kent mwenyewe. Kwenye kipindi chake cha kwanza cha urais, Trump aliitambia milima ya Golan inayokaliwa kwa mabavu ya Syria kama sehemu ya ardhi ya Israeli na kuhamisha kinyume cha sheria za kimataifa ubalozi wa Marekani Beitul Muqaddas, yaani Jerusalem, kutoka Tel Aviv. Ukweli kwamba Israeli chini ya Netanyahu imeisukuma Marekani kwenye vita hii haramu na visivyo na msingi dhidi ya Iran umewashtua washirika wengi wa magharibi wa Washington. Ni kwa msingi huo huo ndio maana viongozi wa Canada, Italia na Uhispania wamesema vita dhidi ya Iran ni dalili ya kuporomoka mfumo na utawala dunia.
Hata Friedrich Merz, kansela wa Ujerumani, ambaye amekuwa akidai kuwa siku za Jamhuri ya Kiislamu zinahesabika, sasa anataka kusitishwa vita na kurejeshwa juhudi za kidiplomasia katika uwanja huo. Ikiwa washirika wa Washington huko Korea Kusini na Japan hawajakosoa waziwazi vita hivi dhidi ya Iran, ni kwa sababu wanaogopa kumkasirisha Trump. Kabla ya kuanza vita, viongozi wa Ulaya walikuwa na wasiwasi mkubwa na kumwonya Trump kuhusu tahadhira hasi za vita hivi, tahadhira ambazo kwa bahati mbaya zimeanza kuonekana waziwazi na kuathiri nchi zao moja kwa moja. Kwa vile sasa vita vinazidi kupanuka na Iran kuendelea kulipiza kisasi dhidi ya hujuma ya maadui, ikiwa ni pamoja na kutoruhusu meli za mafuta za Marekani na washirika wake kupita kwenye lango bahari la Hormuz, nchi za magharibi sasa zinahisi machungu ya vita hivi kwa kupanda ghafla bei ya mafuta ambayo inaathiri uchumi wao. Hata wito wa Trump kwa washirika wake wa magharibi na mashariki mwa Asia wa kuwataka watume meli za kivita ili kuweka wazi lango bahari la Hormuz umepuuzwa. Nchi za Ulaya zinasema hivi, sio vita vyao. Mkuu wa sera za kigeni wa Ulaya Kaja Kallas alisema hivi, si vita vya Ulaya. Waziri Mkuu wa Uingereza Starmer, ambaye nchi yake ni mshirika mkubwa zaidi wa Washington, amesema uamuzi wetu unapaswa kuzingatia maslahi ya kitaifa ya Uingereza na Uingereza haitaingizwa katika vita hivi. Ukiachilia mbali Ujerumani, haswa chini ya utawala wa Friedrich Merz ambaye anaonekana kutokomaa kisiasa, viongozi wa Ulaya wana wasiwasi kwamba Trump anatumiwa vibaya kirahisi, na Israeli wamegundua kuwa Trump anatumiwa kama chombo cha kuropoka na kukariri kibubusa uongo ambao umekuwa ukienezwa na Netanyahu kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Walimwengu bado wanakumbuka vizuri mchoro maarufu wa katuni ulioonyeshwa na Netanyahu katika Baraza Kuu la Umoja Mataifa, ambao ulidai kwamba Iran ilikuwa imebakisha wiki chache tu kabla ya kuunda silaha za nyuklia. Hata hivyo, licha kupita miaka mingi, mchoro huo bado haujathibitisha kivitendo madai yaliyotolewa. Sasa Trump anadai mara kwa mara kwamba kama asingeshambulia vituo vya nyuklia vya Iran mnamo Juni mwaka uliopita, Teherani ingekuwa inamiliki silaha za nyuklia na kuzitumia kushambulia nchi nyingine. Joe Kent, ambaye alikuwa mtu wa ndani wa utawala wa Trump, ameufahamisha ulimwengu ukweli huu mchungu kwamba ni Israeli na lobi zake nchini Marekani ndio wameisukuma Marekani kwenye vita hivi haramu ambavyo vinazidi kuwa na matokeo hatari siku baada ya nyingine. Kent pia hakuacha shaka kwa wale ambao hawakuamini kabisa kwamba Trump ni mtumwa na mtiifu kiasi hiki kwa Israeli na watetezi wake. Kwa kusalimu amri mbele ya mashinikizo ya Israeli, Trump ameiletea Marekani aibu kubwa. Israeli imeisukuma Marekani kwenye vita ambavyo athari zake zinaweza kuwa mbaya na kubwa zaidi kuliko zile za vita vya Iraq vya mwaka 2003. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa Babu wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.